Kivuli cha Maria na laana ya makaburi ya kale. Mtazamaji, karibu katika simulizi hii. Dharau, kiburi, jeuri, kejeli pamoja na kutokuheshimu vitu ambavyo tunapaswa kuviheshimu na tulifundishwa kuviheshimu ndicho kitu ninachoelezea hapa leo. Hadithi inawahusu vijana wanne ambao walidharau hadithi za kale kuhusiana na makaburi ya Gombwazo. Waliambiwa kabisa kwamba si sehemu ya kuingia na kufanya mzaha, ni eneo ambalo linapaswa kuheshimiwa kwa kuwa wafu wamesitirika na wamehifadhiwa kwenye nyumba zao za milele. Vijana hawa wanne walichagua kudharau hadithi hiyo. Yanayowakuta, ambatana nami ili uweze kuyajua. Naitwa Lungu TZ na hii ni Wajanja Studios. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili tuendelee kuwa pamoja katika viunga vya mji mmoja unaoonekana kuchoka na ni wa kale, kukiwa na majengo ya kale yaliyovuja siri za kale zilizopita. Kuna mahali ambapo hata upepo unaogopa kupita. Ni katika makaburi ya mji huo wa kale yanayoitwa makaburi ya Gombwazo. Makaburi haya si mahali pa viumbe hai. Sauti za vilio vya chini chini na vivuli vyenye manyoya ya ajabu huonekana vikitafuta kitu au mtu. Lakini ujana ni maji ya moto. Kundi la vijana wanne, wakiamini hadithi hizo ni porojo za wazee, waliamua kufanya kosa ambalo lingewagharimu maisha yao. Walipania kuingia katika makaburi hayo usiku wa manane ili wakajionee yanayozungumzwa na wazee. Je, ni kweli au ni porojo tu? Wakafanikiwa kuingia katika makaburi hayo, wakilivuka geti lililokuwa limefunguka na kuruhusu wapite. Walipokanyaga tu udongo ule wa pale makaburini, baridi kali iliwakumbatia. Baridi isiyo ya kawaida, kana kwamba kifo chenyewe kilikuwa kikiwasalimia. Kila walipopiga hatua, walihisi macho ya maelfu ya watu yakiwatazama kutokea gizani. Wakiwa wamejaa dharau na kutokujali, walicheka na kufanya mzaha na kufikia hatua hata ya kung'oa misalaba. Ghafla kilionekana kivuli kikubwa cha mtu anayefahamika kama Maria. Alizikwa eneo hili miaka mingi iliyopita. Ghafla radi ilipiga kwa nguvu ikitua karibu nao. Walishtuka na kuanza kurudi nyuma huku hofu ikiwapanda. Maria, roho iliyokuwa ikitazama dharau yao, ilighadhabika sana. Kilio chake cha kutisha kilipasua anga. Mvua kubwa ilianza kunyesha na ghafla udongo ulifunguka. Baadhi ya miili ilikuwa ikitoka, mingine ikiwa haina ngozi, ni nyama tupu. Miili ilianza kutambaa kutoka makaburini ikiongozwa na Maria mwenye ghadhabu. Vijana walianza kukimbia kwa hofu, wakiparamia kila sehemu, lakini mikono ya wafu ilikuwa ikitokea ardhini ikijaribu kuwakamata. Maria alikuwa nyuma yao akiwafukuzia kwa hasira na ghadhabu. Walijaribu kukimbia sana ili kuweza kujinusuru, na hapo ndipo walipobaini ya kwamba hadithi walizosimuliwa kuhusu eneo hilo zilikuwa za kweli. Lakini kijana mmoja kati yao alishindwa kukwepa dhahama hiyo. Alikamatwa na mikono ya baridi ya Maria. Kilio chake cha mwisho kilifunikwa na sauti ya radi na mvua, huku wenzake watatu wakishuhudia kwa hofu isiyoelezeka na kuzidi kukimbia kujinusuru. Wale vijana watatu waliobakia walikimbia bila kuangalia nyuma, wakipita geti la makaburi kwa pumzi za mwisho, wakijaribu kunusuru uhai. Maajabu, walipofika nje ya geti hilo la makaburi, utulivu wa ajabu uliwafunika. Jua la asubuhi likianza kuchomoza na mvua ikiwa imekatika. Walijitupa chini wakionekana kuchoka na kujawa majuto makubwa, huku wakipumua kwa tabu. Baada ya tukio hilo la kutisha, vijana wale watatu walitembea haraka kuelekea mbali na makaburi hayo,
wakitafakari kosa lao kubwa. Walikuwa wameingia 4, wamerejea 3. Kisa cha rafiki yao kilikuwa somo chungu, na wao wakawa mabalozi wa ujumbe huu muhimu. Eneo hilo lilibaki kuheshimiwa na kuogopeka kama walivyosoma na kusimuliwa na watu walioyajua maeneo hayo vyema. Tangu siku hiyo, vijana hao walitumia hadithi yao kuwaasa wengine. Waliwaelezea umuhimu wa kuheshimu mahali wafu walipozikwa, wakikumbusha kila mtu kwamba makaburini si sehemu ya michezo. Kuna siri zimefukiwa chini ya udongo ambazo macho ya binadamu hayapaswi kuziona. Usipuuze na kudharau maziko ya watu wala mahali walipofukiwa. Kuna roho huenda inangoja uamsho. Kitendo cha kuzengea na kuonekana na kufanya mzaha maeneo hayo inaweza kuwa na gharama kubwa kuliko unavyofikiria. Natumaini tumekuwa pamoja na umepata funzo kutokana na hili. Asante sana kwa kutazama. Mimi ni Lungu TZ na hii ni Wajanja Studios. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili tuendelee kuwa pamoja. Hadi wakati mwingine, bye.